kwa sababu ni mara yangu ya kwanza nazungumza nikiwa CCM hapa Kagera, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria, mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita na mkoa wa Mwanza. Ndani ya CCM nina kama siku 4 hivi, lakini nimeona mengi makubwa ya kusimulia. CCM hoye! Mheshimiwa mwenyekiti, huko zamani tukiwa kule kwenye chama chetu huwa tuna kamati kuu. Kwenye kamati kuu ile kila tukikutana ilikuwa nakuja karatasi tunaita pepa ya siasa ya kuonyesha hali ya siasa nchini, jinsi vitu serikali inavyofanya na jinsi gani tunaweza tukakaunta. Sasa enzi hizo barabara zilikuwa zinajengwa kwa kasi, madaraja yanajengwa. Sisi tukakaa kwenye kamati kuu tukasema, kwa kasi hii ya maendeleo ya miundombinu, sisi tutoke vipi kukaunta haya maendeleo ya mabarabara? Sisi tukasema kwenye think tank yetu kule enzi hizo kwamba sisi tuambie wananchi kwamba sisi tunaamini kwenye maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu. Tukimaanisha kwamba serikali iwekeze kwenye elimu, kwenye afya, kwenye maji na kwenye kilimo, kwenye miradi inayogusa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, nimetembea kwenye hii ziara, kila jimbo tulilopita mimi nimebaki na shangaa. Ukweli ni kwamba kila sehemu ukifika unasikia kuna mabilioni ya fedha zimepelekwa kwenye maji. Hayo ndio maendeleo ya watu. Mheshimiwa Rais, kila sehemu tukienda, kila mbunge hapa nasikia, mkoa wa Kagera kila sehemu tumeenda, kila mbunge anasimama hapa anasema mara shule zimeongezeka shule 30 ndani ya mwaka huu mfupi kwenye jimbo moja. Hayo ndio maendeleo ya watu. Mheshimiwa Rais, kila kitu. Sasa kama mimi nilikuwa kipofu huko, naona kazi kubwa imefanyika. Mimi Wenje nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda. Mimi na uzoefu mkubwa, naelewa haya mambo. Hasa mtu wa Chadema wa kawaida, wewe huko unafanya nini? Njoo peoples, kazi kubwa imefanyika. Sasa Mheshimiwa Rais, haya mambo tulikuwa tunapinga, tulikuwa hayajui. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti, sekta binafsi katika kila nchi ni mbia mkubwa sana wa serikali katika kuleta maendeleo, lakini pia kukuza ajira. Lakini hili sekta binafsi watu walete mtaji kwenye nchi yetu kutoka mataifa mengine, lakini hata Watanzania hapa, ili wapeleke mitaji yao kwenye biashara, lazima serikali itengeneze miundombinu thabiti itakayochochea hiyo mitaji yao kukua. Mheshimiwa Rais, nimesikiliza kwenye hii ziara, asubuhi nimeamka nikawa nasoma mwaka 2021 unaingia madarakani, Kenya ilikuwa inaongoza hapa East Africa kwa kuzalisha umeme. Mheshimiwa Rais, nimesoma leo asubuhi kwamba toka umeingia madarakani Tanzania hapa uzalishaji wa umeme umeongezeka kwa 152%, 152%. Hii inaleta stability kwenye kukuza viwanda na kutengeneza ajira. Naomba niazime maneno. Kuna mtu yuko huko Chadema anaitwa Charles Odero, huwa na maneno anasema mbele kuna mwanga. Odero, naomba uniruhusu na mimi niazime hayo maneno yako. Mheshimiwa Rais, mbele kuna mwanga, na Watanzania Oktoba tutokeni wote tukatiki. Mheshimiwa Rais, nimesoma tena leo asubuhi toka ulivyoingia madarakani jinsi ambavyo bidhaa tunazosafirisha nje ya nchi, exports kutoka Tanzania, zimeongezeka maradufu. Kwenye kilimo, bajeti ya kilimo imeongezeka almost mara 4. Hekari za kilimo zilizokuwepo huko nyuma kabla hujaingia madarakani yamedouble. Waheshimiwa wa Tanzania, mbele kuna mwanga, Oktoba tukatiki.
CCM hoye! Mimi kuna watu wanashangaa kwamba kwa nini Wenje niko CCM. Mimi nawaambieni, na wazungu wanasema ni mtu mpumbavu peke yake ndiye hawezi akabadilisha mawazo hata kama anazama. Mimi nina akili timamu, siwezi kuzama huku naona lazima nisepe. Na narudia, na nilisema huko nyuma, lengo la chama cha siasa, chama chochote duniani, ni kwenda kupambana kushika dola. Ndio maana vyama vya siasa vimeanzishwa. Na uchaguzi, ndugu zangu, uchaguzi sio tukio la siku moja, ni mchakato, ni process, na ina sheria zake, lazima ufate. Nchi hii huwezi kupata haki kama wewe huwezi kutimiza wajibu wako, maana wajibu na haki zinaendana kwa pamoja. Sisi amoe. Sasa sisi huko, nilivyosema kwamba uchaguzi ni mchakato, lazima uende muitwe na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mkasaini fomu ya maadili ili muweze kushiriki uchaguzi. Chinua Achebe katika kitabu chake moja aliwahi kusema kwamba ukitaka kujua umenyeshewa kiasi gani na mvua, lazima ukumbuke tone la kwanza lilikupatia wapi. Sisi amoe. Sisi huko kwenye chama chetu cha zamani, tone la kwanza la mvua lilituanzia pale tulipokataa kwenda kusaini fomu ya maadili ya kushiriki uchaguzi kinyume na sheria. Nchi tukakataa kwenda kusaini fomu. Matokeo yake watu tu wakaanza, Chadema imekataliwa na serikali kushiriki uchaguzi. Hiyo ni nonsense. Tulikataa wenyewe. Lazima tuseme ukweli. Na nyie mnakumbuka Dar es Salaam, huu ni mkutano mkubwa, lazima tuseme na dunia isikie na dunia ijue, kwa sababu nilikuwa humo kwenye vikao hivyo vyote. Anayebisha haje aseme. Vikao tulikataa sisi wenyewe. Tukaenda mpaka kwenye baraza kuu, tukaenda mpaka kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Ndio mkutano mkuu ambao ukipitisha kitu maamuzi, hakuna mkutano, kikao chochote ndani ya chama kinachoweza kubadilisha. Sisi tulienda kule tukasema atushiriki uchaguzi, licha ya kwamba mwaka 2004 kuna marekebisho kadhaa yalifanyika kwenye sheria ya uchaguzi katika taifa letu, na kuna baadhi ya mambo tuliyotaka sisi na tuliandika tukapeleka kwenye task force aliyounda Mheshimiwa Rais, iliyoongozwa na Profesa Mkandala na Ahmad Rashid akawa makamu wake. Sisi tulisema hatuna imani na wakurugenzi wa halmashauri wanaosimamia uchaguzi. Tulisema tunataka watu wengine independent wasimamie uchaguzi. Sheria ikabadilishwa. Leo hakuna mkurugenzi wa halmashauri anasimamia uchaguzi, lakini bado tulikimbia. Tulitaka kwamba mtu hata ukiwa mgombea peke yako mmoja, hakuna kupita bila kupingwa, upigiwe kura ya ndio na hapana. Sheria ikabadilishwa. Leo watu wanapigiwa kura ndio na nini? Hapana. Lakini bado tulikimbia. Tulitaka upatikanaji wa wale wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sio kwamba rais peke yake asimame tu ateue. Leo iliundwa kamati ya usaili inayoongozwa na watu independent, majaji wako hapo, tume ya haki za binadamu, lakini bado tulikimbia. Mimi wa Tanzania nawaambia, hii nchi hii ni kubwa kuliko mtu. Nchi hii ni kubwa kuliko chama chochote cha siasa. Wakati unafika lazima wote tusimame tuseme nchi kwanza. Sasa leo watu tu wanakuja huko wanakuambia eti Oktoba 29 chama chetu hicho cha zamani kimebaki kuwa NGO. Kwa sababu chama kama kishiriki uchaguzi, lengo lake ni nini sasa? So imebaki kuwa NGO, watu wanafanya harakati, chama kinakuwa control na watu ambao wako nje ya nchi. Mtu yuko Marekani, mwingine yuko Sweden, wengine wako Kenya. Kazi yao toka asubuhi mpaka jioni, na wana tweet mpaka usiku, ni kuchochea vurugu katika nchi yetu.
Sisi hapa tunasema hatuna nchi nyingine. This is the only country we have. Sisi ya moyo. Sasa wewe kijana ukiwa hapa, mtu yuko Marekani, yeye anajua anavyopata hela. Wewe anakuambia kwamba sasa wewe nenda ukaandamane, yeye na mke wake na watoto wake na mke wake wao wako huko, wanajua wanavyoishi. Alafu wewe wanakuambia ukaandamane. Hapa Bukoba ni karibu na Uganda. Mnakumbuka story ya Kibwetere? Yule Kibwetere alikuwa ni msichana tu mmoja. Kabla hapo alikuwa anafanya kazi kwenye bar. Akawa mjanja huyo dada. Akatengeneza waumini. Akawaambia mwaka 2000 dunia inaisha, kipindi kile cha millennium. Akakusanya watu wote pale wajinga, wakakaa wanasifu Mungu tu pale kwamba dunia inaisha. 2000 ikaingia, Desemba ikaenda, Januari ikaja, Februari ikaja, mwezi wa 3 unafika, watu wanamuuliza mbona twende mbinguni? Akaambia kaini humu, Yesu anakuja si muda mrefu. Aliwachoma wote na yeye akasepa. Sasa kama wewe mtu yuko Marekani anakudanganya ukandamane, tofauti yako na yule mfuasi wa Kibwetere ni nini? Na utaangamia. Na hata Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo mimi ndugu zangu nimekuja na nawashukuruni sana. Huu ndio mkutano wangu wa kwanza hapa Bukoba. Zamani nilikuwa nakuja tunafanya mikutano ile midogo kule nikiwa na wale ndugu zangu. Nawashukuruni sana. Wangapi wanachagua wabunge wa CCM? Kura za Dr. Samia Suluhu Hassan naomba nizione. Ndugu zangu wananchi, mbele kuna mwanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Mungu akubariki. Naomba nimkaribishe